orodha ya wadaiwa wa viwanja eneo la Mtumba na Kikombo katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu kwamba halmashauri ya jiji la Dodoma ni mamlaka ya upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi katika eneo letu la kiutawala, kwa maana katika mipaka ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Hivyo leo halmashauri ya jiji la Dodoma inapenda kuwataarifu wananchi wote, wadau wa maendeleo pamoja na vyombo vya habari kwamba imekamilisha zoezi la uhakiki wa wadaiwa wa viwanja katika eneo la Mtumba na eneo la Kikombo, kwa maana Mtumba zoni 2, Mtumba zoni 3 pamoja na Kikombo. Lengo la zoezi la awali la uhakiki, zoezi hilo lililenga kuwatambua wale wote ambao hawajakamilisha malipo ya viwanja katika halmashauri ya jiji la Dodoma, lakini kutangaza orodha hiyo ya wadaiwa kwa umma kama ilivyo misingi ya uwazi, haki na uwajibikaji wa pamoja katika management ya rasilimali ardhi ambayo ni rasilimali ya umma. Katika uhakiki huo halmashauri ya jiji la Dodoma tumebaini kwamba kuna idadi kubwa ya wananchi, taasisi na kampuni ambazo ziliomba kumilikishwa viwanja, kwa maana kununua viwanja tukawauzia, lakini hawajakamilisha malipo na wengine hawajafanya kabisa malipo hayo. Yaani kwa lugha nyingine wameshikilia hivyo viwanja. Sasa kutokulipwa kwa viwanja hivyo maana yake kumeisababishia halmashauri ya jiji la Dodoma usumbufu mkubwa katika mipango yake ya maendeleo ya utoaji wa huduma kwa wananchi. Sasa usumbufu ambao umesababishwa ni kama ifuatavyo: ni kuchelewesha baadhi ya utekelezaji wa miradi katika maeneo ambayo tumepima viwanja. Kwa mfano, miundombinu ya njia kwenye miradi yetu inayoendelea, miundombinu ya umeme, lakini pia miundombinu ya maji pamoja na huduma nyingine za kijamii. Na hii inaongelea katika maeneo ambayo tumepima viwanja, kwa maana tunapotekeleza miradi ya viwanja. Ukiacha hiyo, vile vile kutokulipwa kwa madeni haya kumeathiri maeneo mengine ya huduma. Kama unavyojua, pamoja na mambo mengine, halmashauri inahusika kwenye utoaji wa huduma za kijamii, zile huduma zote za kijamii ambazo tunazifahamu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu fedha hizo ambazo hazijalipwa, ukiangalia kwenye mpango na bajeti ya halmashauri kwa miaka husika, tunakuwa tumebajetia fedha hizi ambazo tunatarajia kuzikusanya kutoka kwenye mauzo ya viwanja. Hivyo kama hazikukusanywa, maana yake tunaathiri utekelezaji wa bajeti ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Na kwa kuzingatia sasa nafasi ya halmashauri ya jiji katika utoaji wa huduma, management ya halmashauri ya jiji la Dodoma imechukua hatua zifuatazo: mosi, kuandaa na kutangaza orodha rasmi ya awali ya wadaiwa wa malipo ya viwanja, na orodha hii inahusisha jina la mwananchi, taasisi au kampuni ambayo ilichukua kiwanja. Orodha hii inahusisha namba ya kiwanja, lakini orodha hii inahusisha kitalu. Hii tumefanya mahususi kwa sababu inawezekana kuna mtu au taasisi ilichukua kiwanja lakini imesahau hizo taarifa muhimu, labda hawako ndani ya jiji la Dodoma, kwa maana hawana fursa ya kuja ofisini kwa ajili ya kufanya rejea ya taarifa hizo. Kwa hiyo kwa kutoa tangazo hili tunawakumbusha ili wakumbuke. Lakini mbili,
atakayesoma au atakayeona tangazo hili au atakayosikia tangazo hili, manake akikuta jina ni rahisi kumkumbusha mwenzake au kumtaarifu, lakini akisoma taasisi au kampuni inakuwa ni rahisi kwamba tumesoma kampuni yako kwamba inadai, kumbe tunadaiwa tujakamilisha malipo yale. Wanarahisisha kukamilisha huo mchakato. Lakini muhimu zaidi ambao ni mbili ni kutoa notisi ya siku 21 kwa wale wote wadaiwa wa viwanja, kuhakikisha wanalipa viwanja hivyo. Na ndugu waandishi wa habari, eneo hili lina sura mbili. Kuna wale ambao hawajalipa kabisa viwanja, yani amechukua kiwanja amekiodhi, lakini hajalipa kiasi chochote. Lakini kuna ambao wamelipa sehemu ya malipo, kiasi fulani cha malipo tu, hajakamilisha. Hawa notisi inawahusu. Lakini tatu, sasa baada ya hii notisi ya siku 21, kinachofuata ni kuvirudisha sokoni viwanja vyote ambavyo vitakuwa havijalipiwa au havijakamilisha malipo hayo ambayo tunayadai. Na notisi hii inaanza tarehe 30 mwezi Desemba mwaka 2025. Ndugu wanahabari, nitoe wito sasa kwa wale wote ambao wanadaiwa katika halmashauri ya jiji la Dodoma, eneo la Mtumba zone 2 na Mtumba zone 3 pamoja na Kikombo, kujitokeza na kukamilisha malipo ya viwanja hivyo, na malipo haya yafanyike ndani ya muda uliopangwa, kwa maana ndani ya siku 21. Lakini niseme na kusisitiza jambo moja: iwapo kuna mtu, watu, taasisi au kampuni ambayo imekamilisha malipo ya viwanja au malipo ya kiwanja, lakini jina la mtu, jina la watu au taasisi limeonekana katika orodha tulioitoa, anashauriwa afike ofisini, kwa maana halmashauri ya jiji la Dodoma, akiwa na nyaraka halisi, kwa maana original, kwa ajili ya kufanya au kutoa uthibitisho wa hayo malipo yaliyofanyika, na sisi halmashauri tuweze kufanya uhakiki, kwa maana ya verification. Orodha hii inapatikana wapi? Orodha hii inapatikana katika au itapatikana katika gazeti la Mwananchi la tarehe 30 Desemba 2025. Lakini orodha hii pia itapatikana katika website ya halmashauri ya jiji la Dodoma, kwa maana www.dodomacc.go.tz. Lakini pia katika mitandao rasmi ya kijamii ya halmashauri ya jiji la Dodoma utaipata katika Instagram kwa maana @dodomacc_tz, lakini pia katika Facebook kwa maana ya Dodoma Council. Lakini kwa maelezo zaidi, fika halmashauri ya jiji la Dodoma iliyokuwa manispaa ya zamani. Tuna ofisi pale maarufu kama duka la kuuza viwanja, ni ofisi namba 3, kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa haya madeni ya viwanja, au barua pepe cd@dodomacc.go.tz. Baada ya maelezo haya mafupi, asanteni kwa kunisikiliza.